Taifa ya Bima ya Afya, ofisi yetu ya mkoa wa Temeke. Sisi kama mfuko wa Taifa ya Bima ya Afya tunashiriki maonyesho haya ya kimataifa ya Sabasaba na tumesogeza huduma karibu. Tunapatikana katika banda la kijiji cha bima. Huduma ambazo tunazitoa katika banda letu ni uelimishaji. Kwanza tuna wanachama ambao tayari wameshajisajili na bado wanahitaji elimu. Tuendelea kuelimisha, lakini pia wana maswali mbalimbali. Tupo kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali ambazo wanazo, lakini sambamba na hilo tupo kwa ajili ya kutoa elimu. Tunafahamu serikali sasa ya awamu ya 6 imejielekeza zaidi kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata bima ya afya, kwa maana ya kwamba bima ya afya kwa wote. Kwa tunatoa elimu na kuwapa wigo mpana wa huduma ambazo tunazo NHIF kupitia vifurushi ambavyo vipo sokoni, ili wananchi wote watakapofika katika mabanda haya waweze kupata nafasi ya kujiunga na mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Lakini sambamba na hilo tunafahamu kwamba non-communicable disease zimeendelea kuwatesa Watanzania mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa elimu pia ya kuwasaidia Watanzania kuondokana na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo tunawashauri namna gani wataondokana na magonjwa yasiyoambukiza ili waweze kuwa na afya bora na waweze kuendelea kutumikia taifa lao. Mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mnafikia wote ambao tunafika katika banda letu? Tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kila Mtanzania ambaye atafika katika banda letu anapata huduma zote zile ambazo yeye atazihitaji. Kwa tupo na watumishi wa kutosha, lakini pia tupo vitengo mbalimbali. Tuna madaktari ambao wapo hapa kwa ajili ya kutoa elimu za kidaktari, kutoa ushauri wa kimadaktari. Lakini pia tuna maafisa wanachama ambao wanahudumia wanachama mbalimbali ambao tayari ni wanachama na ambao sio wanachama, ili waweze kupata nafasi ya kujiunga na mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya unatoa elimu kwa Watanzania wote wa binafsi ili waweze kujiunga na mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Kitakachomsababisha Mtanzania aweze kujiunga hapa tulipo katika banda letu ni yeye kuwa na namba ya NIDA. Atakapokuwa na namba ya NIDA, manake yeye atachagua kifurushi ambacho anaona kinamfaa yeye pamoja na familia yake ili aweze kujiunga. Lakini tuna kifurushi cha watoto wadogo ambao wapo chini ya miaka 17 kushuka chini, na wenyewe pia tunawapa nafasi ya kujiunga. Kwa hiyo atakuja tu na namba ya cheti pamoja na picha ya mtoto ili aweze kujihudumia mwenyewe au sisi tuweze kumsaidia aweze kujiunga. Target ambayo sisi tunayo katika Sabasaba, manake tumejipanga kuhudumia Watanzania wote ambao watafika katika banda hili, na leo ni siku ya 3, tumeanza toka Jumamosi. Tupo mpaka leo na tutakuwepo mpaka maonyesho yatakapofungwa. Kwa hiyo tutahudumia mwanachama yote ambaye atafika kwenye banda letu kuhakikisha anapata elimu ya masuala mazima bima ya afya ili kama hajajiunga aweze kujiunga. Kikubwa zaidi watu walikuwa wanajifunza kwa siku ya 3 mfululizo, watu wamekuwa wakijifunza kuhusiana na masuala ya bima ya afya, kwa sababu kuna wengine walikuwa hawana uelewa kwa masuala mazima ya bima ya afya. Kwa hiyo tumewapa uelewa na wamejiunga, na tunashukuru Mungu mpaka sasa Watanzania wanazidi kujiunga kwa kasi. Lakini mbali na Watanzania wachache ambao watashindwa kufika katika mabanda yetu, tuna huduma za self service ambapo Mtanzania yoyote anaweza kujiunga akiwa popote akajihudumia, akiwa nyumbani, akiwa kwenye foreni, akiwa kwenye shughuli za kiuchumi. Anaweza kuingia kwenye mfumo wetu wa self service akapata huduma anayohitaji yeye mwenyewe. Kama anahitaji kumwongeza mtegemezi wake au yeye ni mwanachama mpya anataka kujiunga, ataona vifurushi vyetu ambavyo vipo pale, atachagua, atapata control number kwenye simu yake na ataweza kulipa. Sisi kama mfuko tumesajili zaidi ya vituo 10,900 nchi nzima. Kwa hiyo Mtanzania atakayejiunga na NHIF atembee umbali mrefu, kila sehemu alipo kwa hatua chache tu anapata kuona kituo ambacho kimesajiliwa na mfuko wa Taifa Bima ya Afya, atapata matibabu yake bila changamoto yoyote. Hizo package zipoje ile bima ya afya kwa wote? Nataka kujua ili kwamba mtu labda asajili familia watu wote. Sasa kwa haraka bei zetu zinaanzia shilingi 168,000 ambao 168,000 mtu anaweza kupata huduma kwa mwaka mzima. Sasa sisi kama waandishi wa habari tutaona hiyo 168,000 ukiigawanya kwa mwaka mzima utaona ni fedha ndogo sana ambayo serikali inamwezesha Mtanzania kujiunga, na tuamini kwamba kuna Mtanzania atashindwa kulipia hiyo 168,000. Lakini tunapoenda kwenye bima ya afya kwa wote, serikali inatambua makundi yote ambayo ni makundi maskini au familia ambazo zipo katika mazingira duni. Serikali itatenga fungu maalum kupitia TASAF. Watazitambua zile familia ambazo ni maskini na serikali itawalipia ili waweze kuwa na uhakika wa kupata matibabu. Kwa hakuna Mtanzania ambaye ataachwa nyuma. Kwa mtu mmoja ndo 168,000. Sasa bei zipo mbalimbali kutokana na ukubwa wa familia. Maana kuna mtu ana familia yupo yeye na mke wake, lakini kuna mtu ana familia yupo yeye na mtoto mmoja, watoto wawili. Tunampa nafasi Mtanzania kuunganisha familia yake yeye mwenza na watoto 4. Kwa bei zinatokana pia na umri. Umri wako ndo utadetermine ulipie shilingi ngapi. Kwa maana tunawakaribisha katika banda letu ili tuweze kukaa nao pamoja na kuwapa elimu zaidi ili wapate fursa pana ya kujifunza bei na yeye achague bei ambayo anaona yeye inaendana na familia yake.